Tuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara hii leo. Mnyama Simba atakuwa pale mkoani Arusha kwenye dimba la Sheikh Amri Abeid Kaluta dhidi ya Fountain Gate. Mimi niko hapa na shabiki wa soka nchini Mikoi Kisugu kwa ajili ya kuzungumza naye vitu mbalimbali kuhusiana na klabu yake. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera tupo director Moji. Karibu sana Kisugu. Naam. Kwa vizuri? Kama unavyoniona kama chuma. Za safari, mama la mwisho tuliongea ulisema uko. Alhamdulillah, safari ilikuwa nzuri, safari ilikuwa na mafanikio. Kikubwa tulikwenda kuisupport team. Kwa bahati mbaya mechi ya kwanza tulisuluhu dhidi ya TRA United, lakini mechi ya pili tukapata matokeo dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini kutokana na mambo ambayo yako nje ya uwezo wangu nilazimika kurudi, kwa sababu unajua unapokuwa baba wa familia sometimes kuna majukumu na kubana, lazima urudi kama baba wa familia. Kwa hiyo lazima nikiri kwamba safari ilikuwa njema, lakini kwa nafasi hii sana niwapongeze sana mashabiki wa Simba, hususan wa Arusha. Wamekuwa watu wakalimu, walinipokea vizuri, tulishirikiana vizuri ili kuhakikisha kwamba kila jambo timu yetu inakwenda vizuri na kwenda sawa sawa. Kwa hiyo mimi nimerejea, nimewaacha wenzangu jana kwa kuonyesha kwamba Simba nguvu moja, ushirikiano mkubwa. Kulikuwa na nyama choma, wamekaa pamoja, wamezungumza ili kuona namna ambavyo tunawezaje kupata point 3 leo dhidi ya mechi ngumu ya Fountain Gate. Sawa, matarajio ni yapi, kwa sababu mchezo wa mwisho kwenye uwanja ule wa ligi kuu dhidi ya TRA mliweza kutoka sare. Pengine hii leo mmejiandaje? Matarajio ni makubwa kuona namna ambavyo tunakwenda kupata point 3 dhidi ya Fountain Gate. Mechi haitakuwa rahisi. Mechi itakuwa ngumu sana kwa sababu kuna principle ambayo inajitokeza sana kwa football. Timu yote ambayo inakuja na Simba inakuja kushindana kweli kwenye pitch. Na ndio maana hata waandishi wa habari mkifuatilia, mimi nafikiri hata mkiangalia mechi za Simba mna enjoy. Nakwenda kuangalia timu ambazo zinakwenda kuleta ushindani wa kweli, naenda kuangalia hadhi dhahiri shairi, hadhi ya ligi ya NBC. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Fountain Gate watakuwa ushindani wakubwa kwenye pitch. Na moja ya Fountain Gate ni timu ambayo mimi naamini kwamba tuna historia nayo sio nzuri sana. Moja katika timu ambazo mwaka jana zilizosababisha Simba kutokuwa bingwa wa ligi NBC basi ni Fountain Gate. Lakini pia mechi yao ya mwaka jana ingilia na historia ambayo sio nzuri kidogo. Goal la Fountain Gate kwa bahati mbaya ndugu yetu, kijana wetu, mtoto wa Msimbazi, kwa bahati mbaya alijifunga ile mechi. Kwa hiyo tunaingia kwa tahadhari kubwa kuona namna ambavyo yale makosa mwaka jana tunakwenda kuyarekebisha ili kuhakikisha kwamba tunahitaji kuchukua point 3 ya Fountain Gate. Mechi itakuwa na upinzani, lakini inshallah kwa Mwenyezi Mungu na imani kwamba tutakwenda kuchukua point 3. Kuna Fred Minziro kule, kocha ambaye waga anaonyesha wakati mgumu sana hasa anapocheza kwenye hizi timu zenye madaraja makubwa. Pengine kirahisi tu hivyo mnasema mnaenda kuchukua alama 3, kuna ukweli wa kupata hapa? Ni kocha mzuri, tunamheshimu. Lakini anakuja katika kipindi kigumu. Minziro. Kwanza Fred Felix Minziro anakwenda kukabidhiwa Fountain Gate. Kwa bahati mbaya sana mechi ya kwanza anakutana na mnyama ambaye anapambana kuhakikisha anakwenda kuwa bingwa wa ligi ya NBC. Leo iwe isiwe, inyeshe sinyeshe, Simba lazima achukue point 3 ya Fountain Gate. Kera. Inakwenda kutengeneza mazingira kuelekea kwenye ubingwa wa ligi ya NBC. Inakwenda kutengeneza confidence kuelekea mechi yetu dhidi ya nani? Ya Namungo. Mwaka huu tunahitaji ubingwa. Tunahitaji kwa udi, tunahitaji kwa uvumba. Tunahitaji kwa heri, tunahitaji kwa shari. Tunahitaji kwa maneno, tunahitaji kwa nguvu. Mpaka mwisho wa siku tutaendelea kupambana mpaka tone la mwisho la damu kuhakikisha Simba mwaka anakwenda kwa bingwa. Hili tayari mna gepu la alama 8 dhidi ya yule ambaye anaongoza msimamo. Yes, na ndio maana kwamba tunamwambia kwamba Fountain Gate aje vizuri. Tunajua dhahiri shari tuna point 8 difference. Mkononi tuna mchezo mmoja ambao mimi naamini tukienda kesho, leo tukienda kupata mafanikio, maana yake tutatoka kwenye 8 tutakwenda kwenye ngapi? 5. Tukitoka kwenye 5, endeni mkawaambie sisi sio nini virima, sisi ni pipo. Mtakutana. Tuna 3 zetu tumwakopesha. Mara ya kwanza aliwasaidia refa, mara hii tunachukua, zinabaki ngapi? Kirahisi namna hii. 2. Tunamtuma mtoto wa Chamazi Azam Football Club anakwenda anamaliza. Difference point 1, mnyama akikaa pale juu, kuna mtoto mdogo tunakwenda kumtuma na kwenda kutoa suluhu, Simba anachukua bingwa kwa point 3. Kishamba wekeni. Calculator zimeanza kutumika mapema. Hiyo kichwa soko calculator na uasiria ambao upo. Simba ile, Libasi Age yule, Ali Yusuf Kagoma yule, Dickson yule kibabage. Yanga anatokaje? Alitoka mara. Labda mara kwanza alitoka kwa sababu si waliamua kuchagua mwamuzi wao. Tulipua apewe nafasi tena kuchagua mwamuzi wao ambao wanomtaka. Tunachagua nyinyi. Hatumchagui hata sisi. Wanaokwenda kumchagua wenye mamlaka watamchagua mtu sahihi ambaye atakuja kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Moja, najua watabadilika kwa sababu nichukua nafasi hii kupitia ninyi Kishamba TV. Nimpongeze sana mtu mmoja anaitwa Othman Kazi. Ana kipindi kinaitwa Kipenga cha Mwisho.
Yale mambo ya Simba na Yanga aliyeyarudia na kuambia namna ambavyo bao la Simba ilikuwa goli halali. Mimi naamini kuna jambo kubwa waamuzi wanajifunza kupitia kipenga cha mwisho. Mimi naamini mpaka tunakwenda katika mechi yetu kucheza dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, 99.9% mimi naamini walimu watakuwa wa marefali jambo kubwa wamejifunza na watakwenda kutenda haki. Na naamini wakenda kutenda haki, Nyama anakwenda kuchukua point 3 dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Wenyewe wanasikika wakisema kwamba kama haukufanikiwa kumfunga au kutoa sare kwenye duru la kwanza, sasa hivi duru la pili wameshajipata, wameanza upya. Hii ndio safari ya kuchukua ubingwa. Kwanza nenda kawaambie Kisugu anasema raundi ya kwanza sio wao wametuzuia kupata suruhu kwetu, ila mwamuzi aliamua Yanga kuto kufungwa na Simba. Na hili ushahidi upo, makamati ya masaa 72, mimi barua ninayo kwenye simu, wamethibitisha kwamba ile goli lilikuwa halali. Maana yake Yanga kuto kupoteza point 3 haina maana walikuwa na uwezo wa kuzuia Simba, isipokuwa waamuzi ndio wameenda kuizuia Simba zipate point 3. Lakini sio Simba tu, majirani zangu, moja ya timu ambayo mimi naamini imetengenezwa katika misingi bora, Azam Football Club, ndio timu ambayo pia haijafungwa kwenye ligi ya nini ya NBC. Lakini ni kweli tunakubaliana kwamba Azam haijafungwa. Maana yake ukirudi katika uhalisia utakuta Azam ilitakiwa kupoteza, lakini muamuzi naye alikwenda kuamua namna ambavyo kwa saidia nani, Azam Football Club. Kwa hiyo sisi kama Simba tunachokiamini, tutaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kwa mabingwa. Mapambano ni mazito. Yes. Sio nyepesi, sio kirahisi, lakini tunachoamini chini ya jua hakuna kinachoshindikana. Tayari watu wameanza kumtupia vijembe golikipa wenu Bwana Kasali, wameona kama mbona huyu atafai. Waache waseme. Na siku zote tunaamini kwamba mdomo nyumba ya maneno. Lakini Kasali ni nani? Kipa. Wa kutoka nchi gani? Niger nafikiri. Goalkeeper timu ya taifa hiyo. Kasali. Moja katika magolikipa ambao wanacheza kwenye ligi ya NBC wanaitwa kwenda kulitetea taifa lao, basi ni Kasal. Lakini wanasema kwa nini Kasal wanampenda kumzungumzia? Wanaamini Kasal sio binadamu na wanaamini Kasal hatakiwi kufanya makosa. Lakini mimi naamini kila mwanadamu unayemuona kuna udhaifu wake, ameumbwa na kuna makosa anaweza kufanyaje? Kufanya. Leo hii wako magolikipa wakubwa wanahesabika, yako makosa makubwa amefanya katika football. Lakini sisi tunaamini kwa football. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba iko siku Kasari atatufurahisha na iko siku Kasari atacheza sio vizuri, atamka sio vizuri, anaweza kufanya makosa kama binadamu. Leo hii katika makosa ambayo yanashutumiwa Kasari, nendeni mkahesabu mazuri yake na makosa wapi, mtajua kuwa mengi. Mimi naamini makosa yanakuwa machache, wasilia unakuwa mwingi. Wanamlinganisha na Diarra, wanasema Diarra bado anabaki kwa bora dhidi ya makipa yenu wote ambao mnawaleta. Mwaka jana tulikuwa katika ligi ya NBC walisema Diarra bora. Na ndio maana mpaka hivi sasa tunzo za wachezaji bora zishatoka. Wewe unaamini mwaka jana nani alikuwa bora? Clean sheet nani aliongoza? Pimpin Kamara. Kutoka wapi? Wakati Pimpin Kamara anaongoza na watu wanasema kuwa goalkeeper bora, mashabiki wa Yanga nani walikuwa wanasema bora? Nani? Diarra. Wasoni wanasema kila mvuta kamba. Mimi naamini Kaisari ni goalkeeper bora. Kaisari tunaye na tunatamba naye. Sawa, huko kwenye ligi kuu matumaini umesema ni makubwa sana kwenye kuchukua ubingwa wa ligi kuu, lakini mashabiki wengine wa Simba wanasema sasa hivi nguvu mnaelekeza zaidi kwenye kombe la FA. Vipi huko? Huyo sio Simba. Huyo sio Simba. Chinga upo? Sio Simba. Simba tunapigana kwenye vita zote. Tunapigana kwenye vita ligi ya NBC na tunapigana kwenye vita CRDB Federation Cup. Kwa nini tunaendelea kupambana kwenye ligi ya NBC? Tunaamini ili bingwa apatikane kuna vitu muhimu viwili. Moja, inawezekana baada ya ligi kwisha au kabla ya ligi kwisha, pointi alizokuwa nazo anayeongoza ni nyingi ambazo mwingine hawezi kufanyaje kuzifikia. Ndio bingwa anaweza kupatikana kwa staili hizo mbili ambazo unafanyaje nimezungumza. Je, tunajiuliza ligi ya NBC imeisha? Anapatikanaje bingwa ligi haijaisha? Je, kuna timu ambayo ana pointi nyingi ambayo timu nyingine haiwezi kufika? Ipo. Huyu Simba gani unakata tamaa? Huyu anaitwa Simba chumia tumbo. Simba semanile. Lakini wana Simba wote hai nini wanaendelea kuipambania Simba. Leo hii wewe umeniuliza mimi habari za Arusha, nilipata nini kwenda kuisupport timu? Pasi milioni yuko wapi? Yuko Arusha, anapata nini? Anaisupport timu. Mzaramo yuko wapi? Anapata nini? Shabani bila pesa yuko wapi?
Anapata nini? Hivi leo leti wangejua hawa tayari Simba ameshapoteza mwelekeo kwenye ubingwa wa ligi ya NBC, wangeenda? Bado wana matumaini. Kwenye msafara wa Mamba? Maliza Edin. Kenge wako. Mbona goba sema ni mesari ambazo nimezikuta shule. Kwenye msafara wa Mamba na Kenge wapo. Na siku zote ukitaka kujua wa kwako, subiri katika kipindi cha shida utajua kwamba huyu niko naye au siko naye. Hiki ni kipindi cha shida kwa Simba. Sisi kipindi cha mapambano. Kuna watu wengine wanazoea wewe starehe tu. Huwezi kuchukua ubingwa wa NBC kiwepesi, lazima upambane. Upambane ndani ya pitch ambayo kina Libas Yageo wanapambana na upambane nje ya nini? Nje ya pitch. Kuna namna ambavyo watu wanakwenda kufanikiwa. Leo hii hili ni kueleza ukweli. Watu wako Arusha wana wiki nzima wanaipambania timu. Leo hii kuna kizuruda kimekaa tu maeneo ya kaburi moja, anasema Simba kawaida, Simba ni timu ndogo, timu ya 5 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Ningemwelewa angesema kuna muda mwingine timu bora inaweza kufungwa na timu ambayo si bora. This is football. Lakini leo huwezi kuzungumza katika watu Simba timu ya kawaida. Ligi 54 kwa bara zima la Afrika. Kila ligi au kila nchi fanya itoe timu 15 zinazoshiriki kwenye ligi kuu kwenye nchi zao mbalimbali. Ukipiga 15 mara 54 ambao ndio nchi wanachama wa kafu, unapata 810. Kwenye 810 mwenye mpira wake mwenye dhamana kwenye bara zima la Afrika kwenye nchi 54 anasema huyu wa 5 kwa ubora katika bara la Afrika. Wewe umeshiba kande unasema Simba timu ya kawaida. Ebo. Metumwa? Hatujatumwa. Kaeni pembeni, acheni Simba ipambane. Nyi kwa sababu mpo kwa ajili ya uchaguzi, subirini muda wa uchaguzi utafika. Tutapambana kwenye box huko. Lakini tuacheni Simba yetu tuendelee kupambana. Wana Simba tuna imani Simba anaweza kuwa bingwa wa ligi NBC. Simba anaweza kuwa bingwa wa CRB Federation Cup. Metumwa Sindio? Nendeni mkawaambie wanakutumeni kwamba wana Simba wameshtukia, hawataki kutunga mkono. Wana Simba wanaendelea kuunga mkono timu yao. Bado hawajakata tamaa. Matumaini bado yapo. Ukisoma kwenye Biblia, dadangu mmoja Neri TV alinifundisha. Kuna kipande kwenye Biblia kinasema angalia sasa Yusa yaja. Mwana wa Adamu atasalitiwa. Na yeye wa kwanza atakayemsaliti ni yule kuchukua mkono wake wa kuume kutia kwenye nini? Kwenye bakuli. Msaliti atoke mbali. Walio msaliti si Yesu. Ukisoma vizuri kwenye Biblia ni wanafunzi wake. Na ndio maana alikoandikwa anamwambia Petro, rudi nyuma yangu Shetani, kwa sababu ya wazi wa Mungu, ya wazi wa wanadamu. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Nikushukuru sana. Bwana huyo ni Kisugu, umemsikia hapa kwa uzuri kabisa, ametumalizia na mistari kutoka kwenye Biblia takatifu. Amezungumza hapa kwa uzuri kabisa. Umemsikia amegusia mchezo huu wa ligi kuu leo hii dhidi ya Fountain Gate. Amesema matumaini bado yapo, matumaini ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu bado yapo, lakini pia matumaini ya kuchukua ubingwa wa FA bado yapo. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera tupo director Boji. Tukutane tena wakati